Je, ungeamini kama ningekwambia kwamba usiku mmoja mwezi uliokuwa juu ya dunia ulipasuka vipande viwili? Sio katika ndoto, sio katika hadithi, lakini mbele ya macho ya watu. Lakini cha kushangaza, sio kila aliyeona huu muujiza aliweza kuamini. Hii si simulizi ya kawaida. Huu ni usiku ambayo mbingu iliamua kuzungumza, lakini mioyo ikaamua kunyamaza. Asante na karibu PST Digital, ambapo leo tunazungumzia kisa cha kupasuka kwa mwezi ambapo kilitokea kipindi cha Mtume Muhammad wa Waislamu. Karibu. Mji wa Maka ulikuwa kimya. Mtume aliweza kwenda kwa watu wake kuweza kuambia habari juu ya utume wake na ujumbe wake kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini wale waliokuwa wakimpinga walihitaji dalili, kwa sababu kwa mujibu wao kwamba mitume wote ambao wamewahi kusikia katika enzi zilizopita zilikuja na miujiza, lakini cha ajabu huyu Mtume Muhammad tokea aweze kuja katika masikio yao au tokea waanze kumsikia kwa masikio yao hawakuwahi kusikia hata siku moja amefanya muujiza. Hivyo basi waliweza kumdai muujiza. Mtume Muhammad alikaa katikati ya watu wake. Yeye aliishi nao, aliwapenda, aliwajua, lakini wengi wao waliweza kumkana. Walikuwa wamesikia maneno yake, wengine walikuwa wameona tabia yake, na walikuwa wanajua kabisa hajawahi kusema uongo. Lakini kama unavyotujua binadamu, huwa tunataka zaidi, na Makuraish wa Maka walitaka zaidi. Wakamwambia maneno yafuatayo: kama kweli wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, tuoneshe ishara kutoka mbinguni. Lakini nini lilikuwa lengo lao katika kutaka ishara kutoka mbinguni? Je, walikuwa wakitafuta ukweli, ama je walikuwa wakitaka kujua? Hapana, bali walikuwa wakitafuta sababu ya kuendelea tu kukataa. Lakini mtume kwa kuwajua watu wake hakupiga kelele, hakubishana wala hakujitetea. Alitazama juu ambapo kulikuwa na mwezi ambao umetanda huko kamili. Mwangaza wake ulikuwa ukiwamulika watu wa Maka. Juu ya uso wale watu waliokuwa tayari kuamini pamoja na wale ambao walikuwa tayari kukataa. Mtume akanyanyua mikono yake juu, mikono yake miwili juu, na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu likatokea jambo ambalo watu hawakuweza kutarajia. Mwezi ulipasuka vipande viwili. Sio katika ndoto, sio katika simulizi ya kubuni, lakini mbele ya macho ya watu. Kipande kimoja upande huu, kipande kingine upande ule, na mlima ukasimama katikati yao. Hakukuwa na sauti ya mlipuko, lakini moyo wa historia ukatetemeka. Na Qur'ani inatuambia katika sura Al-Qamar, sura 54 aya ya kwanza, inasema saa imekaribia na mwezi umepasuka. Wenye macho wakaona, kuna ambao midomo yao ikabaki wazi, kuna wengine walitetemeka, lakini ukweli mchungu ulijitokeza. Baadhi yao waliinua mikono yao juu na kusema, tumeona, tumeamini, ama kweli wewe ni mtume wa Mungu. Lakini wengine licha ya kuona mbingu ikipasuka waligeuka na kusema, huu ni uchawi unaoendelea. Na Qur'ani inagusia katika hili jambo katika sura Al-Qamar, sura namba 54 aya ya 2, ambayo inasema, na wakaona ishara zote, wao hugeuka na kusema, huu ni uchawi unaoendelea. Hapo mtume aliweza kujifunza kitu kimoja kikubwa. Tatizo halikuwa ukosefu wa ishara, kwa maana ya kuwa sio kama walikuwa muamini walikuwa hawamuamini kwa sababu hakuwa na ishara. Hapana, tatizo lilikuwa ni mioyo yao ambayo ilikuwa imefungwa.
mioyo ambayo hata ilikuwa ikiletewa ishara gani ilikuwa haiwezi tena kuamini. Na hapo mtume alipokuwa amesimama mbele yao hakushangilia wala hakujiona mshindi, kwa sababu ameonyesha ishara kwa watu ambao walikuwa wakitaka ishara, kwa sababu tayari alikuwa akishajua kwamba kazi yake haikuwa kupasua mbingu wala kupasua mwezi, bali kazi yake ilikuwa ni kufungua mioyo ya wale ambao walikuwa wakimkataa. Na leo karne nyingi baadaye, simulizi hii bado inapumua, inaongea na yule ambaye anahisi amevunjika, yule ambaye anahisi dua zake hazijibiwi, yule ambaye anasema kwamba kama Mungu yupo, kwa nini nateseka hivi? Kwa nini naumia hivi? Kitu cha kujifunza ni kwamba kama mwezi ulipasuka na ukaweza kuunganika, basi hata matatizo yako hayawezi kudumu milele. Kama mbingu ziliitika, basi Mwenyezi Mungu bado anasikia. Lakini cha kujifunza pia, ishara pekee hazitoshi, lakini pia miujiza pekee haiokoi. Kinachookoa ni unyenyekevu wa moyo wako, kwa sababu wakati mwingine muujiza mkubwa sio mwezi unaopasuka angani, bali moyo ambao umepasuka, umevunjika, na hatimaye unamwamini tena Mungu. Na huo ndio muujiza wa kweli.